Na tuendelee na sehemu ya pili ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Shangazi Zawadi. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua, simulizi yenye kisa cha kweli, simulizi ambayo kuna kitu ambacho unaweza kujifunza kupitia simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusachi Chemchem ya Simulizi. Basi sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Rahabu anamweleza mama yake namna ambavyo alikuwa akiishi pale nyumbani kwa shangazi yake Zawadi. Lakini Rahabu alimtii sana mama yake kwamba asimpigie simu shangazi yake kumweleza kile alichomweleza. Lakini mama yake kwa kuwa alikuwa na uchungu mzito kulingana na story ambayo amepewa na mtoto wake Rahabu, mama yake Rahabu akashindwa kuvumilia. Basi moja kwa moja ikabidi ampigie shangazi Zawadi simu na kuanza kumfokea kwenye simu na kumtisha kwamba taarifa zile zitaishia pale, bali kila mtu katika ukoo wao na kila mtu katika jamii atajua ni kipi ambacho Zawadi amekifanya kwa binti yake Rahabu. Mama yake Rahabu aliongea kwa uchungu sana. Aliongea kwa uchungu kiasi kwamba akaanza kulia. Lakini cha ajabu na cha kushangaza, maneno yote ambayo mama alikuwa anaongea, shangazi Zawadi alisikiliza tu pasipo kujibu kitu chochote, na ghafla akakata simu. Wakati shangazi Zawadi anakata simu, ghafla giza lilitanda machoni kwangu. Baada ya hapo sikuelewa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa wakati ule, na nilipozinduka nilijikuta nipo kwenye chumba. Ilionekana kabisa niko hospitali. Nilishangaa sana. Niliangaza huko na kule kumwangalia mamangu, kwa sababu kumbukumbu yangu inaniambia mara ya mwisho nilikuwa nipo kwenye gari na mamangu, na mamangu alikuwa amempigia simu shangazi Zawadi akiwa anamfokea juu ya kile ambacho alikuwa ananifanyia. Lakini ghafla nikamuona bibi yangu, bibi mzaa mama, akiingia mule hospitali akisema, mjukuu wangu umeamka Rahabu? Rahabu anasema, nilimjibu bibi. Nikasema ndio bibi, nimeamka. Lakini nimefikaje hapa? Kwa nini niko hapa? Mama yangu yuko wapi? Rahabu anasema, bibi yangu aliniangalia tu. Aliniangalia akaanza kulia. Akasema, mjukuu wangu, kikubwa umepona. Mama yuko nyumbani anakusubiri. Kwani kipindi kila wakati mmetoka kwa shangazi yako kule mkoani Tanga, mlipata ajali mbaya sana. Ni watu wengi ambao wamefariki mjukuu wangu. Lakini mama yako alivunjika tu mguu. Yupo nyumbani anakusubiri. Yeye tayari ameshapatiwa matibabu. Yuko nyumbani na ameshindwa kufika hapa kwa sababu ya maumivu ambayo anapitia mguuni. Rahabu anasema, baada ya kusikia maneno yale, moyo wangu ulipata afadhali. Rahabu, mimi nilidhani nimeenda mkoani Tanga kwa ajili ya kumsaidia shangazi yangu. Sikujua kuwa nilikuwa nimekaribia kufunua siri ambayo ingenibadilisha maisha yangu milele. Kuna hisia ambazo huwezi kuzifafanua zaidi ili watu wakuelewe, lakini moyo wako zitambua mapema. Na siku ile nilianza kuhisi wazi kuwa jambo kubwa lilikuwa linafichwa nyuma tabasamu la shangazi Zawadi. Mtu ambaye nilimwamini, shangazi yangu Zawadi ambaye nilimwamini. Sikuamini kama yeye ndiye alikuwa chanzo cha yote ambayo aliwahi kunifanyia. Rahabu anasema, katika maisha kuna safari ambazo mtu huanza kwa matumaini, lakini huishia kuwa mwanzo wa mateso yasiyoelezeka. Na kuna watu ambao huonekana wa kawaida tu machoni pa wengi, lakini ndani ya mioyo yao wamebeba siri nzito zinazopaswa kuguswa au kusaidiwa wakati mwingine. Basi Rahabu anasema baada ya bibi kuniambia vile kwamba tulipata ajali mbaya, lakini kichwani mwangu nilikuwa sina kumbukumbu yote ya ajali. Nilichokuwa nakikumbuka tu ni kwamba mama alikuwa anaongea na shangazi Zawadi. Baada hapo shangazi Zawadi alikata simu, na baada ya shangazi Zawadi kukata simu hakuna kitu ambacho kiliendelea. Nilihisi giza mpaka hapa ambapo nilikuwa nimeamka. Basi daktari alikuja akaturuhusu tuondoke. Tukawa tunarudi nyumbani. Lakini muda wote huo bibi yangu alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana, na huzuni yake nilitambua mapema. Nilimuuliza, bibi, mbona uko na huzuni hivyo? Bibi yangu, mimi sijakuzoea hivyo. Nimezoea kila tukikutana bibi yangu huwa unacheka. Na kipi ambacho kimekutoa kijijini na ukaja hapa mjini bibi? Ni umekuja kwa ajili ya hii ajali kuja kutuguza mimi na mamangu? Bibi alitikisa tu kichwa kwa ishara ya kukubali kwamba kila ninachokisema kipo sahihi. Basi safari iliendelea na hatimaye tukafika nyumbani.
Nilipofika nyumbani, mazingira ya nyumbani yalikuwa ni mageni sana. Yaani sikuelewa ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea. Nilikuta nje kuna maturubai, kuna watu wengi wakiwa wamekaa, wengine walikuwa wakilia, wengine baada ya kuniona tu ndo akazidisha vilio. Sikujua ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea pale nyumbani. Nikawa namuuliza bibi, kuna nini? Kuna sherehe? Mbona mjaniambia? Na mimi tayari nimeshahitimu darasa la 7 na sherehe tayari ilishaisha shuleni. Eti bibi, ni kipi ambacho kinaendelea? Bibi hakuniambia chochote. Akasema twende tu mjukuu wangu, jikaze. Dunia ndivyo ilivyo. Kazi ya Mungu haina makosa. Nikamwambia bibi, kazi ya Mungu haina makosa? Mbona sikuelewi bibi yangu? Bibi akanambia, Rahabu mjukuu wangu, tafadhali punguza maswali. Naomba tuingie ndani kwanza. Nitakueleza kila kitu mjukuu wangu, hata usiwaze. Basi moja kwa moja mimi na bibi yangu tukaingia ndani. Na tulipofika ndani, babangu alishindwa kujizuia. Babangu akawa ananiambia, Rahabu binti yangu, mama yako hatupo naye tena. Mama yako ametuacha katika ajali ile ambayo ilitokea. Mama yako ndio mtu pekee ambaye alifariki dunia. Kati ya watu wote ambao walikuwa wamepanda kwenye lile gari, mama yako ndio mtu pekee ambaye amefariki. Rahabu anasema sikuamini kile ambacho nilikisikia. Nilimwangalia baba, sikumaliza. Nilimgeukia bibi, nikamwambia bibi, baba anasemaje? Mbona simuelewi? Anasema mama amefanyaje? Bibi, hospitali supeniambia mamangu amevunjika mguu. Ameshindwa kuja hospitali kwa sababu ana maumivu makali ya mguu bibi. Bibi yangu akawa analia tu. Baada ya kumwona bibi analia, nilijua wazi kwamba kile ambacho anakiongea baba ni ukweli. Na yale maturubai na wale watu ambao wamekaa pale nyumbani, basi hakukuwa na sherehe nyingine isipokuwa katika msiba wa mamangu. Rahabu anasema, msikilizaji, kuna maumivu ambayo hayana sauti, lakini huvunja moyo vipande. Siku ile nilipopokea taarifa za kifo cha mama yangu, nilihisi kama dunia ilisimama ghafla. Sikuamini kile ambacho nilikisikia katika masikio yangu. Niliuliza tena kwa mara nyingine. Nikasema, mnasemaje nyinyi? Mbona siwaelewi? Mnasema mama amefanyaje? Ameenda wapi? Na mbona imekuwa ghafla sana? Na mbona ndani ya gari tulikuwepo wengi? Ilikuwaje hiyo ajali? Rahabu anasema, nilijikuta nikiuliza maswali kwa sauti iliyokata tamaa, sauti ya maumivu, huku machozi yakianza kunitiririka bila kuyazuia. Moyo wangu ulipasuka kwa maumivu ambayo sijawahi kuyahisi maishani mwangu kamwe. Nilihisi kama sehemu ya maisha yangu imekatika ghafla. Yaani kama mwanga wote uliokuwa ndani ya maisha yangu ukiwa umezimika kwa wakati mmoja. Nilimkumbuka mama yangu. Nilikumbuka tabasamu lake, upendo wake, sauti yake, na jinsi mama yangu alivyokuwa akinifariji kila alipokuwa na huzuni. Na sasa haya yote yalikuwa kumbukumbu tu. Nilipiga kelele kwa uchungu, nikitamani hata sekunde moja tu nimuone mamangu kwa mara nyingine tena. Nimwambie mamangu jinsi ninavyompenda. Nimwambie mamangu usimpigie shangazi Zawadi. Aliniambia kwamba nikikupigia utapata na kitu kibaya. Nilitamani mamangu amke hata sekunde moja, basi nisimwambie kile ambacho shangazi aliniambia nisimwambie. Lakini tayari nilikuwa nimechelewa. Wanasema ninge huja baada ya kitendo. Wanasema ninge huja baada ya safari. Shangazi alinikanya wakati ule. Shangazi alinikanya asubuhi ile kabla ya safari kuanza. Na ukumbuke kwamba kabla ya safari niliota ndoto ya ajali ile. Na katika ndoto nilimwona mamangu akiwa amefariki. Na kwa wakati huu haikuwa ndoto tena, bali ilikuwa ni halisi. Nilikuwa niko katika maisha halisi. Rahabu anasema, kwa wakati ule nilibaki peke yangu, nikiwa nimevunjika moyo, nikiwa nimepoteza mtu pekee aliyekuwa faraja yangu ya kweli. Basi baada ya mazishi, kila mtu alitawanyika. Hata shangazi Zawadi pia, ambaye alihudhuria katika msiba wa mamangu, naye aliondoka. Lakini sikuwa namtazama shangazi Zawadi kwa jicho la kawaida. Nilihisi kabisa shangazi Zawadi yeye ndio mhusika mkuu wa msiba wa mamangu. Kwa sababu hata katika msiba wa mume wake shangazi Zawadi, kuna baadhi ya majirani ambao walikuwa wanasema kwamba shangazi Zawadi ndiye mhusika mkuu wa kifo cha mume wake. Na nikikusanya matukio kuanzia mwanzo mpaka mwisho, nilijua wazi kwamba shangazi Zawadi ndio mhusika tukio hili. Basi siku moja tukiwa tumekaa sebuleni, nikiwa na maumivu makali, babangu alikuwa ametoka kidogo. Na ukumbuke kuwa msikilizaji, mimi ndio nilikuwa mtoto pekee kwa wazazi wangu. Bibi yangu alikuwa ananionea huruma.
Bibi yangu pia alionekana ni mtu mwenye huzuni sana. Basi niliona kitu ambacho kimenikaa sana moyoni, maumivu ambayo nilishindwa kuyavumilia. Nikaona peke yangu siwezi. Baba yangu nikimwambia, baba yangu anamwamini sana shangazi Zawadi, inaweza asiniamini na nikaweka mgogoro katika familia. Baba yangu akanichukia pia kama shangazi ambavyo nilisi ananichukia. Basi mtu pekee ambaye nilisi atakuwa ni msaada kwangu alikuwa ni bibi yangu ambaye ni mzaa mama. Bibi yangu alionekana ni mtu mwenye majonzi makubwa sana kwa kumpoteza mtoto wake. Basi nikaanza kumwambia bibi. Nikasema, bibi, kuna kitu ambacho kipo moyoni mwangu. Natamani kukwambia lakini naogopa pia. Bibi yangu akaniambia, Rahabu, mimi ni bibi yako. Mimi ni mama wa mamako. Mimi ni mbadala kwa sasa wa mamako. Usiponiambia mimi, utamwambia nani mwingine? Rahabu anasema, nikaanza kumweleza bibi mwanzo hadi mwisho wa maisha ambayo nimeishi ndani ya kipindi kifupi kwa shangazi Zawadi. Na mpaka tukio la ajali kutokea, ni mama alikuwa anampigia shangazi Zawadi kumweleza kile ambacho kimetokea. Na alikuwa anampa onyo kali kwamba alichokifanya ni lazima kila mtu atajua. Bibi baada ya kusikia maneno hayo, alishangaa sana. Akasema, ni kweli Rahabu unayosema haya? Nikamwambia, ndio bibi, lakini nakwambia na wewe pia haya maneno naogopa pia bibi. Naogopa huenda na wewe kinaweza kikakukuta kile kilichomkuta mamangu. Sitaki na wewe ondoke bibi yangu. Nitabaki na nani? Babangu atabaki na nani? Rahabu anasema bibi yangu alikaa kimya kwa muda, huku macho yake yakiwa yamejaa machozi yaliyokuwa yakitetemeka kama moto wa ndani uliokuwa ukitaka kulipuka. Mikono yake ya uzee ilianza kutikisika pole pole. Kisha bibi yangu akavuta pumzi ndefu yenye maumivu makali zaidi. Bibi yangu akasema, Zawadi, Zawadi huyu shangazi yako, Zawadi ambaye ni dada yake babako, amemfanyia hivi mwanangu? Yaani sikutarajia na sikuwahi kufikiria kuwa damu yangu ingeangamizwa hivi. Bibi yangu alisema kwa sauti nzito iliyochanganyikana na kilio kilichokuwa kinaishia moyoni. Machozi yakaanza kumtiririka mashavuni bibi yangu, lakini ghafla uso wake ukabadilika. Uchungu ule ukageuka kuwa hasira kale isiyokuwa ya kawaida. Bibi akasema, Zawadi, Zawadi ameninyang'anya mwanangu, si ndio? Amenivunja moyo wangu vipande vipande. Bibi aliongea huko akitikisa kichwa kwa maumivu. Kisha akainuka taratibu, akanitazama usoni kwa macho yaliyojaa moto wa kisasi. Bibi akasema, nimekusikia Rahabu. Bibi alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akaapa kwa sauti nzito. Akasema, Zawadi, nakuapia kwa damu ya mwanangu, sitakaa kimya Zawadi. Nitalipa kwa kila tone la machozi tulilolitoa. Hata kama itanigharimu kiasi gani, hata kama itanigharimu nini, hata kama itanibidi nipitie njia gani, nitahakikisha anastahili kwa hicho alichokifanya. Bibi alikunja mikono yake kwa nguvu, macho yake yaking'aa kwa hasira kale. Na bibi akasema, huu sio mwisho, huu ni mwanzo wa kisasi changu. Basi Rahabu anaendelea kusema. Rahabu anasema, siku hazikupita nyingi baada ya mimi kumwambia bibi hali ile ambayo ilitokea. Maumivu ya kumpoteza mamangu yalikuwa bado mabichi moyoni mwangu. Nilikuwa bado nimeshikilia maneno ya bibi yangu kwamba atalipiza kisasi, na moyoni mwangu nikiamini kwamba labda bado kuna haki ingetendeka juu ya kifo cha mamangu. Lakini ndani ya wiki moja tu kila kitu kilibadilika tena. Bibi yangu naye akafariki dunia. Taarifa hiyo ilinipiga kama radi. Nilihisi kama dunia ilikuwa inanipokonya kila mtu niliyempenda, mmoja baada ya mwingine. Sikuweza hata kulia ipasavyo. Nilibaki tu nikiwa nimekauka, moyo wangu ukiwa umejaa hofu na maswali yasiyokuwa na majibu. Na hapo ndipo nilipoanza kuelewa, huu haukuwa msiba wa kawaida, kulikuwa na chanzo chake. Basi siku moja nikiwa nimekaa jioni, shangazi Zawadi alinifuata ile sehemu ambayo nilikuwa nimekaa. Na kila msiba shangazi Zawadi alikuwa anahudhuria, na alikuwa anaonekana ni mtu mwenye huzuni sana, kama mtu ambaye hana hatia. Na misiba yote kuanzia msiba wa mamangu mpaka msiba wa bibi, shangazi Zawadi alikuwa analia sana. Alikuwa anagaragara kiasi kwamba wakati mwingine alikuwa anazimia eti watu wanampepea aamke kwa machungu ambayo alikuwa anapata katika misiba ile. Lakini kumbe nyuma ya pazia, jamani, acheni dunia itwe dunia. Basi shangazi alinisogelea pole pole pale ambapo nilikuwa nimekaa. Uso wake ulikuwa wa kawaida sana. Shangazi aliniangalia moja kwa moja machoni, na sauti yake ilikuwa ya chini, nzito na ya kutisha pia. Shangazi akaniambia, "We Rahabu." Rahabu anasema baada ya kusikia sauti ya shangazi,
Nilihisi mwili wangu wote ukisisimka. Nikaicheka kwa kutetemeka. Nikasema, "Abe shangazi." Shangazi akaniangalia, kisha akaonyesha tabasamu lenye dharau ndani yake. Akasema, "Rahabu, umeona sasa? Mdomo wako, yani huo mdomo wako ndio unaowamaliza watu wako. Wewe nilikwambiaje siku ile? Siku ile kabla hujasafiri na mamako. Na nilikuonyesha nini ndotoni? Na ulifanya nini?" Rahabu anasema nilibaki kimya huku nikiwa nimeganda kwa hofu. Shangazi Zawadi akaendelea kusema, huku akisogea karibu zaidi. Akasema kwa sauti ya kunong'ona lakini yenye uzito mkubwa. Akasema, "Kila ulichokisema, kila kitu ambacho unakisema na utakachokisema kina gharama yake, yani inamaanisha kitakugharimu. Wewe ndio chanzo kikubwa cha kifo cha mama yako na bibi yako. Alikwambia umwambie ukweli bibi yako ni nani. Na hili ni tela tu, yani huu ni mwanzo, bado picha kamili. Ukisubutu tu kumwambia babako, basi na babako pia utampoteza. Utabaki yatima unayetapatapa, au unataka urudi kuishi kwa shangazi yako kule Tanga?" Rahabu anasema baada ya kusikia maneno yale, macho yangu yakaanza kujaa na machozi, lakini sikuweza hata kuongea. Niliendelea tu kumsikiliza Shangazi Zawadi. Shangazi Zawadi akaendelea kuongea. Akasema, "Sikiliza Rahabu, ukijaribu tena kufungua mdomo wako, hasa kwa baba yako, kwa baba yako na maanisha." Shangazi alinyamaza kidogo, kisha akaniangalia kwa macho makali. Akasema, "Narudia tena, utampoteza kama ulivyopoteza wengine." Rahabu anasema maneno yake yalichoma moyo wangu kama moto. Rahabu anaendelea kueleza, "Kuanzia siku ile, maisha yangu yaligeuka kuwa ya hofu tupu. Niliishi kwa uangalifu mkubwa, huku nikihofia hata kusema kile kilichokuwa moyoni mwangu. Kila nilipomtazama babangu akiendelea kunifariji kwamba ni ya dunia tu, nichazoea, nijikaze, moyo wangu ulikuwa ukiuma sana. Nilitamani kumwambia ukweli wote babangu, kumweleza mateso ambayo nayapitia kwa wakati huu, kumweleza kuwa chanzo cha vifo cha bibi na cha mama ni dada yake ambaye ni Zawadi, lakini sikuweza. Maneno ya Shangazi Zawadi yalikuwa yameniganda ndani ya akili yangu kama ukuta wa chuma. Nilikuwa nikijiuliza kwamba kama nikisema ukweli, basi nitampoteza pia babangu, jambo ambalo sikutaka litokee hata mara moja. Hofu hiyo ilinifanya nibaki kimya hata pale nilipohitaji msaada zaidi. Basi siku zilivyozidi kwenda, nilianza kubadilika zaidi. Nilipungua uzito kwa kasi, mwili wangu ukadhoofika na uso wangu ukapoteza ule mwanga wa zamani. Chakula sikula vizuri. Usingizi haukuwa tena sehemu ya maisha yangu. Kila usiku nililala kwa uoga na kila asubuhi niliamka nikiwa na hofu. Nilikuwa naishi lakini sikuwa na amani. Watu walikuwa wananiona walianza kushangaa mabadiliko yangu, lakini hakuna hata mmoja alikuwa anajua ukweli uliokuwa unaniumiza ndani kwa ndani. Nilikuwa nimebaki peke yangu na siri nzito, siri ambayo niliogopa hata kuifikiria. Na kadri nilivyozidi kunyamaza, ndivyo nilivyozidi kupotea pole pole. Na wakati huo, msikilizaji, ukumbuke kwamba tayari nilikuwa nimehitimu darasa la 7 na bado nilikuwa nasubiri matokeo, na mpaka hapa sikujua nini hatima ya maisha yangu. Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya pili wa simulizi inayokwenda kwa jina la Shangazi Zawadi. Rahabu bado ana mengi ya kuweza kutisimulia na mambo mengi ambayo amepitia katika safari ya maisha yake. Kwa sasa yupo katika wakati mgumu, na ukumbuke kuwa ameshahitimu darasa la 7, anaendelea kusubiri matokeo. Lakini ndani ya wiki 3 tu amepata pigo kubwa kwa wakati mmoja. Amempoteza mama yake, amempoteza na bibi yake pia, na bado anaendelea kusubiri matokeo. Lakini shangazi yake Zawadi amempa onyo kwamba akithubutu kumwambia babake kila kitu ambacho amekishuhudia, basi atampoteza babake pia. Jambo ambalo linaendelea kumpa ukakasi mzito wa Rahabu. Je, Rahabu atamwambia babake au atakaa kimya ili kumlinda babake? Na vipi kuhusu hali ya afya yake? Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Semkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama Faraja Semkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi, Shangazi Zawadi.